Jua kule liko mbali, limezuiliwa. Ile mionzi yake inapita kidogo tu, ikipita kidogo inapiga mawingu yaliyoganda kama barafu, ndio tunapata mvua huko chini. Na yale mawingu yasingekuwepo, mwale mmoja ukipiga chini tu, viumbe wote tushateketea. Ya salamu, wote tushaangamia. Na ile miale ikiondoka ikamulika kwa pamoja, maana yake unaambiwa kiwingu, huu msikiti mkubwa kidogo tu, huu msikiti mkubwa kikipigwa na jua ndio maji Tanzania nzima. Sasa jua lingepiga mawingu yote, hii dunia yote ishakuwa maji, tushapotea zamani kabisa. Kuna maji mengi sana juu. Sasa hili jua linaunguza, linapoozwa, siku ya kiyama litachelewa kupozwa, litalipuka. Likilipuka, aidha nujumun kadarat, idha shamsu kuwarat, yani maanahu takwiru shamsi, litakunjwa litalipuka. Itakuwa ni hatari kubwa sana kwa sayari ya dunia. So dunia zaidi ya mara 300,000, hii dunia mara 300,000 inaingia ndani ya jua. Ni kitu kidogo sana sayari ya dunia. Watu wa mbinguni ndo wanaojua ukubwa wa Allah. Angalia ukiwa na kalamu, umenielewa? Ukiwa na kalamu, si mnaiwa kalamu, ile kalamu ya kuandikia, unaweka nukta, afu baada ya nukta unaandika kisifuri, kisha unaongeza sifuri ya pili, kisha sifuri ya juu, duara, mpaka inafika kitenesi, mpaka kama bakuli. Basi hivi ulivyochora ndo malimwengu ya juu, hichi kinukta ndo dunia. Kwa hiyo watu wa kule juu wanasema, hivi pale wanaishi watu kweli? Ambia na misemitrela wanaendesha ndani kule. Ndio maana Mtume alipokwenda Isra, linuriyahu min ayatina walaqad raahu min ayatihi alkubra, alienda kuoneshwa zile ishara kubwa kubwa za Allah. Yeye mwenyewe akasema Allahu akbar. Mimi na wewe hatujaenda popote tena, mwingine hata Zanzibar hajaenda, anaona hapa Kiwalani kashamaliza kila kitu. Kaulimwengu kadogo sana haka, kadogo. Naam. Dhulqarnaini akafika sehemu jua linapozama, akalikuta linazama katika chemchemu ya matope. Wajada indaha qauma, sehemu ile akakutana na watu, na wale watu hawamwamini Mwenyezi Mungu, wote wamekufuru. Qulna ya Dhulqarnain, tukamwambia Dhulqarnaini, lakini hii ilikuwa ilham tu imeshuka kichwani mwake. Huyu hakuwa nabii, alikuwa mja mwema, kwa hiyo hakupata wahai. Imma an tuadhiba, hao kwa sababu ya ukafiri wao wachinje, kama inawezekana wachinje. Wa imma an tattakhidha fihim husna, au kanao kwa wema. Qala, akasema amma man dhalama fasawfa nuadhibuhu, sini taswif liufidu tab'id, atakaendelea kuwa na dhulma katika nafsi yake hata kidini, baada ya muda tutamwadhibu. Thumma yuraddu ila rabbihi, kisha atarejeshwa kwa Mola wake kwa umauti ule. Fayuadhibuhu adhaban nukra, akamwadhibu adhabu chungu, adhabu mbaya zaidi. Wa amma man amana wa amila saliha, ama atakayemwamini Mwenyezi Mungu na ile imani ikatafsiriwa na vitendo vizuri, falahu jazaanil husna, huyo atakuwa na pepo na malipo mazuri fi dunya wal akhirah. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, na tutamfanyia wepesi katika mambo yake ya dini na dunia. Fasanu yasirhu, maana yake al-yusra. Kisha alipofika sehemu ile akamalizana na wale watu waloamini, aliwaacha, walokufuru alimalizana nao. Thumma atba'a sababa, akazidi kuifuata njia. Hapo ni magharibi hata idha balagha matli'a shamsi. Nisikilizeni sasa, alipofika jua linapozama, akaenda upande wa pili linapochomoza jua. Wanasema ukitokea nchi ya Madian kwenda mpaka Misri kuna kilomita karibia 1700, yani kama Tanzania mpaka, kama Dar es Salaam mpaka Dodoma, kipande kikubwa. Sasa Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam
aliona moto zamani. Alipofika ile sehemu ya moto alikuta ni mti ndo unaotoa moto, lakini kuna sehemu ambayo haingii Masihi Dajjal, Turi Saina. Pale Turi Saina Nabii Musa ndo alipozungumza, akasikia sauti yake Allah. Sasa sehemu ile ukifika Jabal Turi Saina, imesimuliwa ndani ya Qur'ani, watini wazaituni wa turi sinina Turi Saina. Sasa pale wanasema watu wakifika pale asubuhi, palivyokaa ramani na jiografia pale, ukipanda ule mlima masaa 4 kupanda kule juu, lakini unapanda kupitia ngamia, kwa sababu ngamia na mawe sawa sawa, lakini ukiteleza qalu inna lillah. Sasa watu wengi watalii wanapanda pale kwa sababu mapema unaona jua ndio linachomoza. Kwa hiyo watu wengi wanapotoka wanajua pale ndio jua linapochomoza. Si kweli. Jua linapochomoza kafika Dhulkarnaini peke yake, na angalia palivyo alipofika. Akafika matli ashams, jua linapochomoza, wajadaha tatlu ala qaumin, akakuta jua linawachomozea watu ambao lam naj'al lahum min duniha sitra, hawajawekewa uzio. Jua sinikali inaunguza, hawa ni watu wa kawaida hawa. Kama linachomoza pale Turi Saina, si wangekufa watu? Hii mizombi hii itakuwa hivi au mnaona? Hawajazuiwa na jua, Sheikh. Mimi nilikuwa na bibi yangu zamani, akikaa kwenye jua, kile kijua cha vitamini D ni asubuhi, kikiongezeka mpaka saa 4 vitamini C inaleta malaria, analegea mpaka tukambebe, hawezi tena kutembea. Na jua lipo kote. Hao watu wanapigwa na jua kuanzia asubuhi, wao wamelala wamelegea, wao shughuli zao usiku. Mchana wanapigwa na jua na hawafi, usiku ndo wanaanza kibaruani. Kafika masayari hayo. Kadhalika hii simulizi, hii story, waqad ahatna bihi ladaihi khubara, tumeizunguka, tuna simulizi nayo, si kwamba anaendaenda. Hii ni taadhimu nafsi, Mungu anajitukuza, tuna detail na sisi ndo tunamwezesha. Maana si mtashangaa bwana kafika hapo, ni sisi ndo tumemfikisha. Allah anachukua heshima yake. Thumma atba'a sababa, hatari. Baada ya kufika sehemu hiyo akazidi kushika njia, anasonga hata idha balagha baina saddain, akafika sehemu kuna milima mikubwa miwili imesimama. Milima hiyo imesimama zaidi ya Mountain Kilimanjaro. Wajada min dunihima qauma, alipofika kwenye ile milima kuipita nyuma yake kakuta watu wa aina nyingine tena. Dunia ina watu wa sampuli nyingi sana. La yakaduna yafqahuna qawla, wale watu hawaelewi lugha unaowaeleza, tafikiri wanyama tu, hawaelewi kabisa lugha ya kibinadamu. Si unajua hata hapa kwetu kuna wanani wale wanaongea Wazabe, ajabu Rahmani. Siku moja wewe unaitwa na wewe wale zaidi ya Wahazabe, la yakaduna yafqahuna qawla. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kampa Dhulkarnaini, alikuwa akiongea lugha ya kila sehemu. Umeona hatari pale? Wahazabe wakasome, na inshallah mimi natiania nitajifunza Kiazabe. Siku moja nitakuja kufanya mhadhara. Itikeni salamu hii. Wahazabe na wanakula nyama tu wale. Siku moja tukachinja ng'ombe wetu sehemu tafrija, basi tumeweka nini, supu vile tulivyokuwa tunainywa. Mmoja kati ya mashekhe ambia, nakumbuka Wahazabe. Nikamwambia, wewe vipi wale wanakula manyani, sisi tunakula ng'ombe. Sisi tunakula ng'ombe, wanakula nyama, basi watakuwa wanakufa mapema. Kobe anaishi miaka 2000. Menda Dazun nimeona kobe wa miaka mingi sana, hawafi mapema kwa sababu nyama, protini ni nyingi, awali wakula majani. Kwa hiyo na wewe ukila nyama sana utaondoka,
Ndio mwingine miguu inauma, ambia punguza nyama nyekundu, lakini ndio ujiwezi. Sasa nyama tena. Anasema alipofika kukutana na watu kama Wahazabe, qalu, wakasema kwa lugha ambao wamewaelewa wao, ya Dhal Qarnain, ewe mfalme mwenye pembe mbili, inna Yajuja wa Majuj. Hapa kuna kibarua, inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ardh. Hapa umetukuta sisi kama Wahazabe cha mtoto. Kuna mijitu hapa inaitwa Yajuja wa Majuja. Kuitwa kwao hivi Yajuja wa Majuja ni binadamu ambao wana damu ya moto. Unajua hata mtu mwenye moto kichwani, kwamba wewe una moto sana wewe, hasira, ni mtu wa tempa. Hawa ni binadamu wa maajabu makubwa. Shekhe, wana macho madogo na wana maumbile makubwa. Halafu shekhe hawafi mapema, yaani ili afe mpaka aone mjukuu wake wa 1000. Halafu anakula watu, mijitu mikubwa, na mpaka leo ipo, Hawa ni wajukuu wa Sayyidina Nuhu. Sayyidina Nuhu amezaa mataifa mengi. Kuna mtoto wake anaitwa Sayyidina Sam, alizaa Waarabu. Mtume asema kana abul arab. Akamzaa mtoto wa pili anaitwa Ham abul habasha, kazaa jamii ya watu weusi wote. Na alitabiriwa na mzee Nuhu, utapata watoto weusi. Sasa wanafanya tendo la ndoa, baba anamuona hata ajifichi. Weka adabu kidogo. Lakini pia akamzaa Yafith kana Abu Rum. Huyu mtoto wake Yafith alielekea upande wa mashariki na akazaa viumbe hawa Yajuja wa Majuja. Baadhi wanasema wana miguu minne kama walivyo, na wana masikio makubwa kiasi sikio moja anatandika analalia kama godoro, sikio la pili anajifunika kama blanketi. Haya sasa, lakini alhasir Yajuja wa Majuja ni binadamu, ila wakorofi mno. Afu unajuaga wasemaga mtu mbaya hafi mapema, basi ndio hawa mufsiduna fil ardh. Zamani kulikuwa kuna mvua ya samaki. Mvua ikinyesha wanakuja samaki wanakula. Kipindi cha kiangazi wanaanza kukutafuna wewe. Sasa hawa watu wa Hazabe hawa wakawa wanaliwa kweli. Sasa alipotokea mfalme Suleiman, mfalme Dhulkarnain akamwambia inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ardh. Hawa Yajuja wa Majuja wanafanya fujo hapa, wanatutafuna sisi. Fahal naj'alu laka kharjan, tukupe hongo, tufanye donation, tukupe pesa kidogo, ala antaj'al bainana wa bainahum sadda, ili kati ya sisi na wao kwenye hii milima miwili ututengenezee ukuta, ututengenezee kizuizi, tunaomba utusaidie. Qala, akasema ma makanni fihi rabbi khair. Huyu bwana alikuwa na kinaya yake kubwa, asema kile Mungu alichonipa wallahi katika utajiri kinantosha, ni bora kuliko hata hicho mnachotaka kunipa. Fa'ainuni biquwwatin, mimi nataka tu mshirikiane na mimi, mtoe nguvu zenu. Aj'al bainakum wa bainahum radma, nitatengeneza kizuizi madhubuti hapa kabisa. Atuni zubra alhadid, tafutieni chuma chakavu, scraper nini, zote leteni. Hata idha sawa baina sadathaini, vile vyuma alivyoanza kuvilinganisha kati ya ile milima miwili, ndo anatengeneza ukuta pale. Qala mfuku, asema ni washieni moto kama wagesi ule. Hata idha jalahu nara, mpaka alipoletewa moto ule, ulivyokuja moto. Qala atuni ufrigha alayhi qitra, akaanza kuyeyusha vile vyuma vile, anatengeneza kama vile drill vile. Akatengeneza matofali ya ajabu. Tofali la kawaida ni inchi 5, tofali la kujenga msikiti, lakini kule alitengeneza tofali 1 mita 5. Mita ni kama huu mkono. Wanasema huu ukuta huu kuanzia Babil, Iraki mpaka China upo ukuta mpaka leo. Kuta kubwa, ukilitizama hata katika media ukiusachi upo kama barafu, mweupe kama barafu.
lakini watu hawafiki huko. Baadhi wanasema walitengeneza wazee wa Kichina shauri ya vita wa zamani, lakini wengi wanasema ametengeneza mfalme Dhulkarnain. Famastata'u an yadhharu, wakawa hawawezi tena kupanda, wanateleza kama hivi. Wamastata'u lahu naqaba, pamoja na vurugu zao wakawa hawawezi tena kuutoboa na nguvu zao. Huyu mfalme ana mambo makubwa. Qala, akasema hadha rahmatun min rabbi, msije mkanisifu sana, angalia ikhlas, hii ni rehma ya Mola wangu, ndo kaniwezesha, kanipa njia ya kufanya ninachokitaka. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, ikija promise ya Mungu, ile baragumu la kiyama, huu unavunjwa. Sasa unajua kwa nini tunasema huu mto upo Iraq? Kwa sababu kule mbinguni kuna mti unaitwa Sidri, na ule mti una mito minne ya ndani na nje. Mito miwili inakuja duniani. Mto wa kwanza Mtume asema Naharu Naili, mto Naili umeanzia mbinguni. Wal Furat, Iraki kuna mto unaitwa Yufrat. Furat ni Yufrat, ni mto huko kule Iraq. Sasa kiyama kikija, Jibrili hii mito ataikunja yote, unaanzia Rufiji mpaka Mwanza, ataikunja hii ikachuruzikie peponi. Hata futihati Yajuja, kabla hawajaja Yajuja, ule ukuta ukivunjwa atautoa ule mto. Sasa ule mto wa Yufrati upo kule Iraq, na wale viumbe ndo wapo kule. Lakini pia kuna Haruta na Maruta, habari yake tutaileta, na wao pia wamefungiwa kule. Ni aina mbili ya malaika, walikuwa malaika 4 lakini wakabakia 2. Wakana wa'du rabbi haqqan, na imekuwa promise ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Alipomalizana na wale watu, mfalme Dhulkarnaini akamaliza habari ya ukuta, akaendelea na yule malaika. Yule malaika pamoja na askari wao wanaenda kutafuta ainun hayat, mto wa uhai. Basi wakafika katika mji ambao kuna giza kubwa, hakuna mchana. Wakaanza kuingia. Wakati wanafika sehemu hiyo, sasa hawawezi kuonana. Sasa kile kikengere kama baskeli kile, yule malaika akaambia, sasa hiki nimepewa kituongoze hiki, kwa hiyo nitakitupa hichi, kwa sababu kinapiga kelele, kitajitembeza, alafu wote tutaifuata sauti yake, hatutopotezana. Na hata ukienda mbali, umeingia huko wewe, ukitaka kutuona tafuta tu hii kengele. Kile kikatupwa, mwingine kaenda mbali anakisikia kwa mbali. Wanasema sehemu ile akapotezana Sayyidina Dhulkarnain na Sayyidina Khidri, pale wakapotezana. Lakini katika kutembea kwao wakawa wanakanyaga vitu kama mola mchangarawe, kama vijiwe vinapiga kelele masikioni mwao, kacha 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 kacha, disturbance, na hawajui nini. Ikabidi wamuulize yule malaika, hivi tunavyokanyaga ni vitu gani hivi? Yule malaika akasema, labda nikamuulize Mwenyezi Mungu kwanza. Akaenda akamuuliza, wanauliza wanachokanyaga ni kitu gani? Dhulkarnaini anambia, wafuasi wananiuliza hichi tunachokanyaga nini, na mimi siwezi kuwajibu, hebu tuulizie. Yule malaika akaleta jibu lenye utata, akasema, nyie nendeni na safari, hivyo mnavyokanyaga hivyo, atakayeokota atajuta, na hata atakayeacha kuokota atajuta kweli kweli. Wakawa mushatata sema hii safari na majanga makubwa. Hemrudia, ambia atakayeokota atajuta kuzaliwa, na atakayeacha kuokota atajua leo kilichomtoa kanga manyoya. Sema la ilaha illa Allah. Sasa kila mmoja akachanganikiwa. Mwingine anasema, mimi siokoti mawili, ngoja nichote kabisa njute kwa haki. Mwingine akawa naokota, mwingine anaokota kijiwe kimoja, asema nisije nikajuta sana. Wengine asema mimi sisubutu kuokota, wacha tu
kama nitageuzwa jiwe nitajua. Basi wakaondoka na safari. Walivyoenda na ile safari yao, Sayyidina Dhulkarnain akafika sehemu kuna majumba makubwa mno, akakutana na ndege anaitwa Bakhati Rock, mwamba, ndege ambaye tembo ndo chakula chake. Ndege alikuwa juu ya mti, akawa analia machozi mengi mpaka yamemroanisha, alafu huku akiwa anamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipopita mbele akakutana na mtu, na yule mtu hakika ni malaika, hakuwa mtu wa kawaida. Akaambia, haya Dhulkarnaini, umekuja huku unafuata nini? Akamwambia, tunafuata ainun hayati, chemchem ya uzima, tunataka tupate umri mrefu, tupate kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule malaika akacheka akasema, binadamu mlivyo hamridhiki, na hata mkipewa hayo maji ya uhai mtaomba jengine. Huu ndo binadamu, hamtosheki. Akachukua kinanili kinabonyea bonyea kama kigoroli chekundu, akampa Dhulkarnaini, ambia, haya shika rafiki yangu, shika, zawadi nakupa. Alivyoshika kile kidude kinachobonyea bonyea, kukishika tu kajikuta katolewa nje, yuko pale alipoanzia safari. Yani ndo kama umeenda Tabora alafu ulivyoshika kitu najikuta huko Ubungo tena, huko Magufuli, Mbezi Magufuli, kajikuta yupo na kaumu yake, lakini Khadhiri haonekani. Sasa Sayyidina Khadhiri akawa anaomba dua, Mwenyezi Mungu tunakuomba usiturudishe hivi, tupe ainun haya maji ya uzima, na Mwenyezi Mungu haya maji bora umpe ndugu yangu Dhulkarnain, yeye ni mbayana, ni mfasaha kuliko mimi, ili apate kuipigania dini. Mpe yeye kwa ile tawakali yake na kumpendelea mwenziwe kheri. Mbele yake akaona chemchemu imekuja, bwawa. Alivyoona akatambua hii ndio ainun haya, akaingia akaoga katika maji yale na akayanywa. Maajabu makubwa. Alivyofanya vile, nguo zake zikawa mpya, na yeye akawa kijana mpya mzuri katakata kweli kweli. Akawa anaifuata kengele ile ya kile kitenezi, anaisikia kwa mbali. Kufika huko akakutana na ndugu zake, wote wamekutana nje, wakawa wanashangaa kile kidude ambacho amepewa Dhulkarnain. Na walivyotoka nje wakawa wanayale mawe walioyaokota kutoka nje, wakakuta ni almasi za hali ya juu za zama hizo. Almasi kweli kweli, ndogo tu ina thamani kubwa. Ni kwamba atakayeokota atajuta, kwa nini nimeokota kidogo? Ngejua ngebeba fuko zima. Maisha haya. Na yule ambaye hajaokota alijuta, umaskini kweli ndo nimeumbiwa, kwa nini hata nisingeokota? Kwa hiyo aliokota amejuta, na ambaye sasa wakawa wanashangaa kile kidude chekundu kile. Wakati wanashangaa, Dhulkarnain akamuonesha Khadhiri. Ile anamuonesha Khadhiri, hichi ni kitu gani? Khadhiri akasema, hebu leteni mzani tukipime. Kukipima kile kijiwe, maajabu makubwa. Kikawekwa na mawe karibia mji mzima kidogo. Yale mawe yakawa yana uzito, yana wepesi, kile kijiwe hakipinduliwi kabisa, kikawa kizito mno. Akawa anataka kukijua ni kijiwe gani hichi. Khadhiri akamwambia, hichi kijiwe yule malaika vile alivyokuambia, binadamu hata mpewe nini hamwezi mkaridhika, labda ufe ndo utakuwa umeridhika, na hichi kijiwe hakina maana tu, amekupumbaza. Alivyoona kampa yale maneno, Dhulkarnaini akashtuka, akamwambia, au wewe ndio umekunywa maji ya uhai? Wewe umekunywa, mbona umekuwa kijana, umekuwa mzuri, mbona umekuwa na nguo mpya? Basi wallahi wewe ndio Mungu kakuchagua.
wewe ndo Mungu kakabidhi upiganie hii dini, wallahi wewe ndo mcha Mungu wetu. Wakamkusanyikia mcha Mungu wetu, ile kumshangaa akapotea, akayeyuka pale pale. Dhulkarnain, Khadhiri ana habari kubwa, akawapotea pale pale, wakawa hamuoni mpaka wa leo. Tizama, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anakufa, masahaba walikuwa wanaulizana, jamani, tumvue nguo tumkoshe au tufanye nini? Ikaja sauti hewani, la taghsiluhu, msimuoshe, fa innahu tahirun, huyu ni msafi. Muoshe kitu gani Mtume? Wakati ule ule ikaja sauti nyingine, bal faghsiluhu, aoshwe, faqad ghusilatil anbiya'u min qabl, mitume wote wameoshwa kabla yake, aoshwe. Sayyidina Ali akafasiri hizi kauli mbili, zimekuja hewani tu. Asema hii kauli ya kwanza, tusimkoshe, hadha aduwullahi Ibilisi, ni Ibilisi. Haya, na hii ya pili, akasema hii ya pili, akhikum Khadr. Asema huyu mzee Khidri amekuja kwenye mazishi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Angalia mambo haya. Na baadhi ya ulama tarikhi wanasema Mwenyezi Mungu aliwakadiria umri kwamba hawafi mpaka wakamilishe shughuli zao za kidini, na baadhi wanasema yawezekana mpaka leo yupo huyu bwana mkubwa. Sayyidina Khidr na Dhulkarnain wamekutana kwa shauri ya fikra ya dini, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikidhi tamaa yao. Na kisa kama hiki kinatufundisha nasi tukiwa na mikakati ya dini tutafika mbali. Wallahi Mwenyezi Mungu atatupa alwasail. Dini haimwachi mtu. Tizama, wakati naanza busatu hili au naanza darsa kama hizi, nilikuwa hata baskeli sina ya kujia, lakini nikapata baskeli, nikapata pikipiki, nikapata kijigari, alimradi dini iende. Wakati naanza ilikuwa hata simu ya kurekodi hakuna. Leo kamera ngapi hizi? Mambo ya dini hata siku moja hayarudi nyuma. Hii ni fikra yake Allah, ukiishika ataiwezesha na dunia yako itapita humo humo. Mfalme Dhulkarnain wanasema ilikuwa kila nchi au kila mji anaoshuka basi ndani yake kuna majumba yake mengi mno. Mwenyezi Mungu alimpa kila kitu, na ninavyosema hivi sasa yupo katika rehema ya Allah. Ndugu yake Sayyidina Khadr, waziri wake, aliendelea na mambo ya khairat, mpaka baadhi wanasema inashukiwa Imam Nawawi pengine alishawahi kumuona katika taswira fulani 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 fulani. Lakini kuna mmoja ya mashekhe alisimulia, lakini sisi hata maneno ya mashekhe tunayachukua. Asema Somalia walishtakia msikiti, tujengewe msikiti. Basi wakakutana na Khadhiri wakamuomba, akaambia inshallah. Basi mufaja, kesho wakakutana na msikiti mkubwa, mpaka leo wanaita Masjid Khadhiri. Somalia kuna msikiti ndio Masjid Khadhiri. Wakitoa simulizi yake wasema ndio hivyo, wallahu aalam. Karama ta auliya Allah zipo. Lakini tukitizama katika hikayati na hadith ar-Rasul zinazomzungumzia kiumbe Masihi Dajjal, anasema katika shari zake Masihi atakuwa na mto wa moto, atakuwa na mto wa moto, lakini atakuwa na pepo na moto wake, akifisha watu kiini macho, kuhuisha, atatrendi ulimwengu mzima, atakuwa na maajabu mengi. Lakini mwisho wa maajabu yake atamwendea kijana barobaro ambaye hajaoa, akamfufulia mzazi wake apate kumwamini. Sasa zile shari anazozifanya nyingi, fayakhruju rajulun mu'minun, atatokea kijana mmoja muumini, na kijana huyu ataenda mbio mpaka kwa kiumbe Masihi Dajjal. Akifika anamwambia unaniamini? Ambia la, Mungu hana jicho moja,
sikuamini kwa chochote. Fadaa bil minshar, ataagiza msumeno ule wa kupasulia mbao, atampasua kijana huyu vipande viwili, kisha atawaambia halaiki ya watu, angalia, amatu rajulan, nimemuua, wa hayaitu, na ninamfufua na atanikufuru. Ataambia tawakkaf, hebu stand up. Mtume akasema kitatokea kipande cha kulia na cha kushoto vitaungana, mtu atahuika. Lakini atampasua tena, kichwa chake kitakuwa kigumu kama chuma. Atawaambia askari zake, vifuhu finnar, muingizeni katika moto wangu. Ana moto wake kiini macho. Yule bwana anapelekwa katika moto, watu wanamsikitikia, bora umwamini unaenda kuungua. Na yule bwana ana imani kubwa, asema wala si moto, si chochote, mwacha nichome katika moto wake. Mara anatumbukizwa katika ule moto, kumbe si moto kweli. Hatua 2-3 anakutana na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani anaweza akawa na imani hiyo? Upelekwe sehemu ya kuangamiza, na wakati mafuta tu ya kina Mwamposa na wengine, si mzee wa upako, tayari watu washartadi. Mmoja anamuuliza mume wake, mume wangu, kumbe jina la Yesu lina pawa, kumbe lina nguvu, vitu vidogo vidogo tu. Sasa ni nani mwenye imani ya kuya namna kama hii? Baadhi wanasema sasa yule ni Khadhiri, na wanapata mpaka wakati wa mwisho atakuja kukumbana kiumbe Masiha Dajjal. Wallahu alam. Lakini lengo ni ainun alhaya. Leo tumefungua ukurasa wa Sayyidina Dhulqarnain. Kesho insha Allah tunaweza tukasimulia simulizi ya Sayyidina Khidr, naye tujue chimbuko lake na habari zake, maana tumezigusa tu kwa sababu ya kumtaja ndugu yake Dhulqarnain. Na huyu ana habari kubwa Sayyidina Khidr, kwa sababu Sayyidina Khidr anaitwa alim, anaitwa mwalimu wa mitume wake Allah, mwalimu wa mawali wake Allah, ndo mwalimu wake Nabii Allahi Musa. Sayyidina Khidr huyu amesimuliwa katika sura tu hii, katika sura tu Kafi. Sayyidina Khidr ni yule aliongozana na Nabii Musa, na Nabii Musa alipata mtihani mkubwa, akamwambia la tasalni an shay'in, usije ukaniuliza chochote mpaka nikupe dhikri yake, usiniulize kitu. Na Nabii Musa alimuona huyu bwana wamepanda kwenye meli, anatoboa ili ingie maji, anaitia aibu. Akamwambia sasa utaka watu wafe? Akamwambia alamu akullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, silikwambia huna subra. Nabii Musa asema nilisahau. Anamsikilizia tu, akafika sehemu kitoto kizuri kimekuja kuwasalimu, katoa panga kamkata. Nabii Musa ambia mbona unamuua mtoto? Hapa Nabii Musa hajasahau. Mbona unaua mtoto? Ambia silikwambia wewe huna subira. Akampa jambo la tatu, mwisho kabisa akamwambia hadha firaqu baini wa baina, sasa mimi na wewe basi siwezi kuandamana na mtu ambaye hana subira, na utakoma. Yani wanasema walitoka, walizunguka kama hapa bombomu kidogo tu, alafu akamwambia unajua kwenu ni wapi? Ni umbali wa Tanzania mpaka Marekani. Mtarudije? Ambia utajua, utarudije. Ndio ujue walillahi khasat, Mungu ana watu bwana. Haya, funga macho. Akamshika kichwa, ambia iftah ainaika, fungua macho. Nabii Musa kufungua, anajikuta yupo nyumbani kwao. Nimepeperushwa, nimefanya nini? Bwana kuna watu. Mtume sallallahu anasema ya reiti Nabii Musa angeendelea kukaa kimya, tungepata elimu ya mambo mengi. Huyu ana elimu kubwa, hamtaki kumsikia mtu huyu mwalimu wa mitume? Inshallah kesho tutamsikia bifadlillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimi salat. Shukran.